yani TAKUKURU peke yao hapana, ni sisi wote tumeona tukutane, tujadili nchi ya kwetu, mkoa wa kwetu, miradi ya kwetu. Tuko kwa ajili ya kuhudumia Watanzania wapate huduma. Kwa pamoja tukae kuangalie katika kipindi chote ambacho tumekuwa pamoja tukisukuma ile gurudumu la kutekeleza miradi ambako serikali inaweka hela nyingi. Tumepata changamoto zipi? Sasa tutokeje kwenye hizo changamoto? Kwa hiyo si kwamba majibu tunayo TAKUKURU, hapana. Sisi tutaeleza tu yale tuliyoyabaini, tuko tunafuatilia, na mengi ambayo mtayaona huko yalikuwa ni yalijadiliwa, yani si jambo ambalo ni la kificho, hapana. Yani tulijadili, tuliona katika mradi huu tunaona changamoto hii, changamoto. Sasa je, kwenye hizi changamoto tunazoziona sasa tukaje kwenye haya ili kwa pamoja twende mbele? Kwa nini TAKUKURU inafanya hizo warsha swala kuelimisha, lakini wakati mwingine tunaona TAKUKURU pia inakamata, inafikisha tu mahakamani? Kwa nini? Of course, kwa mujibu wa sheria ya kupambana na rushwa ambayo namba 11 mwaka 2007 au tunasema sura namba 339 toleo la mwaka 2023, TAKUKURU mojawapo la jukumu lake ni kupitia taratibu mbalimbali za uendeshaji wa huduma za serikali, huduma za serikali au huduma binafsi, na kushauri namna ya yaani lengo la kupitia ni kuangalia nyanya, na ukishapatikana, tukishaona hiyo nyanya, kwa pamoja tunaangalia tunaizibaje. Na ni mkazo wa dunia sasa, yani mwelekeo, yani tunasema modern crime detections, na inahamasishwa kwenye, nadhani wazee wa criminalization hapa weza iwe uhamiaji, iwe polisi, ni mwelekeo huko zaidi kwenye kuzuia. Dunia ndio inataka hiyo. Kwa sababu kwa nini tunaelekeza kwenye kuzuia? Kwenye kuzuia, msisitizo huko kwenye kuzuia, kwa sababu athari ya kitendo cha uhalifu ni kubwa sana. Warsha hii iwe practicable. Yaani isiwe kuna mtu anatoa lecture. Watu wawe na issues, mzijadili kwa pamoja. TAKUKURU mtupe mwelekeo wenu, na sisi tuwe yale tunayodhani ni ya muhimu. Na wananchi wetu haya yanayoendelea kwenye maeneo yetu wanayaona. Wananchi watakwambia hapa anaibaga fulani, wanawajua. Huu mradi hautakamilika, umeshajenga nyumba mbili za fulani na fulani, na hawa hawana hata expertise ya uchunguzi, lakini wanaona ni changamoto. Mheshimiwa, tunahitaji mjadala mpana. Wakurugenzi roli yao inaishia wapi? Mkuu wa wilaya roli yake inaishia wapi? Kwa sababu saa nyingine wanafanya vitu, wanaambiwa wanajenga chuki. Katika kuchelewesha miradi hii mingine unakuta na fedha zinakuwa zijashuka ama namna gani, tuombe na ninyi TAKUKURU mulie na sisi. Yaani muwe sehemu ya sisi wakati tunafuatilia kupata hizo fedha, na nyinyi mnakwenda kulia na sisi kwa upande wenu, lakini kupitia njia ya kwenu pia kuomba huko kwamba jamani, hii fedha isipotolewa mradi unaweza kuongezeka, gharama ikazidi hata maradufu. Yaani kuliko kusema kwamba amechelewa, na sisi ndio mnalia na sisi huko kwenye taasisi zetu, kwenye halmashauri zetu, na nini kuwasilisha kilio sambamba na sisi tunawasilisha, lakini nini kuwasilisha kutoka kwenye engo yenu, basi itakuwa inasaidia, pengine inaweza kutekelezwa kutoka kwenye njia nyepesi zaidi. Lakini kingine ni kuwatumia TAKUKURU kwenye maeneo yetu. Kimsingi ndio maana kila wanapokwenda wanabadilika. Nadhani TAKUKURU ya leo ilianza ikiwa inaitwa TAKURU. Sikuwa TAKURU kule nyuma wakati mnaanza, bado inaitwa TAKURU. Lakini wakaanza tena kei nyingine ikawa TAKUKURU. Wengine kwa hapa shida walizoea TAKURU, lakini sasa mbona inakuwa ndefu kwa maana ya majukumu.
Imetoka hapo sasa hivi imebaki TAKUKURU hiyo, lakini katika kipengele tena kanaitwa TAKUKURU rafiki. Na yeye kila mna hatua mnayokwenda mnaochanganya watu kidogo. Ndio maana wanasema kwao, wanasema hawa nao vipi? Urafiki umeanza lini? Lakini kumbe kila unapokwenda unaona hapana, hii njia tunakwenda nayo haiwezi kusaidia. Sababu hata wakati mwingine hata ndani ya familia mtoto sio kumpiga viboko tu. Kuna siku unaona unahitajika ukae naye umuelimishe tu. Anaweza kukuelewa kuliko kuwaza kwamba hapa mshaharibu ni viboko tu. Sasa kupambana sasa ukala mapambano gani sasa? Unaona, kuzuia. Maana nasema kuzuia ni bora kuliko tiba, si ndio? Kwa hiyo sasa tutumie nguvu nyingi kwenye kuzuia kuliko kupambana. Na hii haizuii mapambano vile vile, kwa sababu mmoja ya jukumu la msingi. Yule anayekuonekana kwamba hasikii amezidi, anaanguka kwenye kei ya pili. Lakini sote tunakuwa kwenye kei ya kwanza kabla hujaenda kei ya pili. Sasa kei ya pili hiyo ni yule ambaye amevuka mipaka. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachotaka kusema hapa ni kuwatumia TAKUKURU kwenye utendaji wetu wa kazi.